Tunamkaribisha. Huyu ni mgeni wetu. Sote tumkirimu. Karibu mgeni. Bwana sawa, kama tulivyoambia kwamba tutakuja kuwa na ugeni na ugeni wetu tayari umekushafika. Tupo tayari kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye. Binafsi namjua anaitwa nani, lakini vizuri kwa niaba ya Tanzania akajitambulisha ni nani, anatoka wapi. Karibu sana brother. Asante sana. Kwa majina naitwa Emmanuel Arthur Mfundo. Ni mfamasia bingwa wa tiba na ni mwenyekiti wa chama cha wafamasia Tanzania kwa kanda ya kaskazini. Hivi kumbe kuna chama cha wafamasia Kipo chama cha wafamasia Tanzania. Ambacho mnakuwa mnadili na nini yani? Chama cha Tanzania wafamasia Tanzania kinaunganisha wafamasia wote nchi nzima. Hadi wasiokuwa na ajira. Hadi wasiokuwa na ajira. Na Jerome amepiga kule alikuwa kupiga wote nchi nzima, na lengo kubwa ni kuwaweka pamoja kwa ajili kwanza ya kuwajenga kimaadili, lakini pili katika kushirikiana katika kutatua matatizo mbalimbali ya kitiba, lakini pia katika kujadiliana namna gani ya kuendeleza hii taaluma ya ufamasia nchini na ushirikiano na nchi zingine mbalimbali. Lakini pia kujadiliana katika makongamano ya kisayansi ni namna gani bora ya utoaji huduma kwa wa Tanzania, lakini namna gani ya kuzuia madhara yatokanayo na matumizi ya dawa kwa wagonjwa wetu, kuendelea kutoa elimu dhidi ya magonjwa mbalimbali ambayo yanawaathiri wa Tanzania, lakini pia dawa, matumizi sahihi ya dawa na namna gani ya kuzuia matumizi holela ya dawa ambayo yanapelekea katika kuleta vifo kwa magonjwa ya muda mrefu na vifo kwa Watanzania. Kwa wafamasia wamegawanyika katika maeneo mengi ya kazi, kwa hiyo kila mmoja anakuwa anawajibika kutokana na eneo lake. Kuna ambao wanakuwa hospitalini, kuna ambao utawakuta kwenye labda kwenye maeneo ya bima, kuna ambao utawakuta kwenye maeneo ya wanasema regulatory authority kama TMDA, Pharmacy Council, wengine utawakuta wako katika maeneo ya research, NIMRI, kwa na maeneo mengine wanawakuta kwenye pharmacy, hizi community pharmacy, kwa ajili ya kutoa huduma moja kwa moja kwa wagonjwa. Utawakuta viwandani ambapo wenyewe wanashiriki katika utengenezaji wa dawa. Kwa hiyo kila mmoja anakuwa amejigawanya kutokana na ubobezi wake. Hivi nyinyi ambao ni wafamasia, samani naomba nianzie nipe uelewa kidogo. Mnapokuwa mnasomea ufamasia, mnakuwa mnasomea kwa ajili ya kuweza kutibu binadamu tu, au kuna inakuwa ni general kwamba kuna mfamasia ambaye ni maalum kwa ajili ya wanyama, huyu ni kwa ajili ya binadamu, labda huyu ni mfamasia wa vitu vingine? No, kwa Tanzania, kwa taaluma yetu ya ufamasia sana tunazungumzia kuhusu matibabu ya binadamu. Lakini pia kwa upande wa wanyama, zile dawa zote ambazo zinatengenezwa, dawa ambazo wanatumia wanyama ni dawa ambazo pia zinatengenezwa na wafamasia vile. Kwa hiyo tofautiana kwamba hii ni industry ya veterinary medicine, kwamba tunatengeneza dawa za wanyama, kwa sababu utazingatia hapo dozi ya mnyama na dozi ya binadamu itakuwa tofauti. Kwa hiyo na upande ule pia kuna wafamasia. Na upande huo pia kuna interaction ya mfamasia katika utengenezaji wa dawa. Na pia mfamasia yupo kwenye hilo eneo la kutoa ushauri juu ya matumizi sahihi ya dawa kwa upande wa wanyama. Sasa hivi kuna kitu tunakiita One Health. Upande wa mifugo, upande wa kilimo na upande wa binadamu unaunganishika kwa pamoja, wote kuwa na kama stop center moja. Stop center, ili kuhakikisha kwamba dawa zinazotumika kwa wanyama, dawa zinazotumika kwa binadamu, na hata zinazotumika katika mazao ya kuua vijidudu vinazoteketeza mazao na wenyewe, zote tunajadiliana kwa pamoja, kwa sababu zote zinamhusu mlaji ni mmoja, ni binadamu. Na inawezekana kwamba kukawa na athari pia kutoka upande mmoja kuja katika upande mwingine. Hasa kwa sasa kunaonekana kunakuwa na ongezeko la usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, hasa za antibiotic.
Emmanuel, wafamasia ni binafsi au iko chini ya serikali? Wafamasia ni kwa mtu kama tuseme ni unaweza, mfamasia ni mtu ambaye amesoma kwanza ufamasia. Kwa hiyo ile kusoma ufamasia ni personal. Okay. Kwamba umeamua kwenda kutokana na ufaulu wako na una passion, unasema nataka mimi nikasome, una apply kwenye vyuo, unapata na baadaye unafaulu mitihani mpaka unafika mwaka wa 4 kwa vyuo vya Tanzania, unafaulu, unaenda mafunzo kwa vitendo kwa mwaka mmoja, halafu unatakiwa kwa lazima, kwa hiari yako wewe mwenyewe, lakini ni lazima ili uwe mfamasia sasa kamili, ni lazima usajiliwe na Baraza la Pharmacy. Okay. Kwa hiyo sasa ukishasajiliwa na Baraza la Pharmacy, wewe ukapata leseni ya kufanya kazi kama mfamasia, sasa hilo ni chaguo lako. Uende ukafanye kazi na serikali au binafsi, upate ajira, au ufanye binafsi. Na katika binafsi unaweza ndio hivyo kafungua pharmacy yako na ukaendelea kutoa huduma, lakini hizo pharmacy bado utazisajili, zitakuwa chini ya usajili wa serikali. Kwa hiyo wote mpo chini ya mwamvuli mmoja. Wote tupo chini ya mwamvuli mmoja. Kuna tatizo kubwa sana Emmanuel Arthur kwenye upande wa database, haswa ikija katika upande wa hawa ni wafamasia, hawa ni walimu. Naomba siguse sana walimu, maana ni mwachie Simba Chawene huko. Kuna database kamili kwamba mkiwa katika chama cha famasia kwamba labda mpaka sasa hivi tuna wafamasia 200,000 hapa nchini Tanzania, na tuna takwimu kwamba labda waliopo katika ajira wako kadhaa, ambao hawapo katika ajira wako kadhaa, labda tuna vyuo kadhaa vya ufamasia na tuna wanafunzi kiasi fulani. Na hilo labda nilizungumzie kwa namna moja ambalo sasa moja kwa moja siwezi kulijibia, kwa maana hilo sasa ni taarifa za kiserikali, na taarifa inahitaji kitakwimu zaidi. Takwimu zaidi, maana yake ni mamlaka husika zinaweza kutoa. Japo in actually almost sasa hivi tunaenda kwa famasia karibu hata 3,000 wanafika. Hiyo sio data rasmi. Najua Pharmacy Council kwa sababu ndio wanasajili wa famasia, wanakuwa na hiyo data kamili. Lakini kwa upande wa chama cha wafamasia tumeendelea kuongezeka, kwa maana ya wafamasia ambao wanaendelea kuingia. Almost sasa tuna approach wafamasia karibu 1,500 na zaidi, ambao kwa pamoja tunaungana kwa ajili ya kutetea maslahi kwanza ya famasia, lakini pia kwa ajili ya kuungana kwa ajili ya kutoa huduma bora kwa wananchi. Kwa hiyo kuna wafamasia ambao hawapo katika chama. Kuna wafamasia ambao hawako kwenye chama kwa sababu ni chama cha hiari. Okay. Kwa hiyo ni ile sio ulazimishi kuwa mwanachama, lakini unaomba kuunganisha nguvu kwa sababu ya umuhimu wake, kwa ajili ya umuhimu wake. Okay, shukrani sana kwa maelezo haya. Bwana Arthur, tunaamini kwamba mkiwa kama wafamasia mna umuhimu mkubwa sana katika kuzuia baadhi ya magonjwa, umeona, na natamani sana katika siku ya leo tuangalie umuhimu wenu katika kuzuia magonjwa ya figo, umeona, na tukizingatia kwamba sasa hivi magonjwa ya figo yamekuwa ni kama yameibuka na hayazungumzwi kama magonjwa mengine zaidi. Labda tukianzia kwa uelewa wako na professional yako, utueleze kuhusiana hilo. Kwanza, ugonjwa wa figo ni ugonjwa gani? Kwanza ndugu mtazamaji, tukianzia hapo, kila mwezi wa 3 mwezi Machi kila mwaka kunakuwa na maadhimisho ya siku ya figo duniani. Okay. Hasa tarehe 13 ya kila mwaka, 13 mwezi Machi kila mwaka. Okay. Na kubwa ni kutengeneza tunasema uelewa au awareness juu ya umuhimu wa utambuzi wa mapema wa magonjwa ya figo na kuzuia magonjwa ya figo. Kwa kifupi, figo zetu zina kazi nyingi, ikiwemo moja hapo ni kuchuja damu. Inachuja damu na kutoa uchafu. Ule uchafu ambao unatolewa ndio unapita kwa njia ya mkojo. Kwa zile sumu ndio ambazo zinapaswa kutolewa kwa njia ya figo baada ya mwili kwa umechakata. Sasa vipo kwenye damu, vinapita kwenye figo, vinachujwa, halafu vinatolewa nje kwa njia ya mkojo. Kwa hiyo sumu nyingi
zinapitia kutoka kwa njia ya mkojo. Dawa tunazokunywa kwa karibu 80% ni dawa ambazo zinatolewa, sumu zake zinatolewa mwilini kwa njia ya mkojo. Lakini figo pia ina kazi kubwa hata ya kurekebisha masuala ya sukari mwilini, lakini pia hasa kurekebisha pia hata pressure au tunasema nini, shinikizo la damu la mwili. Kwa hiyo sasa kwa sasa kumekuwa na tatizo kubwa la magonjwa ya figo hasa tukizingatia duniani ni angalau 10 mpaka 13 ya population tunasema tulionayo ina kuwa na viashiria vya kuwa na magonjwa ya figo. Tatizo ndio liko hivyo kuanzia 10 mpaka 13.4 duniani, lakini inaonesha kuwa hili tatizo linaendelea kuongezeka, na katika kuongezeka kwake linaendelea vifo kwa wagonjwa. Na ukiangalia kwa nchi za chini ya jangwa la Sahara ni karibu 4 mpaka 10 ya ile population inashukiwa kuwa na magonjwa ya figo. Lakini kwa Tanzania yetu ni karibu 13 mpaka 15. Inaonesha kwamba watu wanakuwa na magonjwa ya figo. Ukiangalia kuna research au utafiti ambao ulifanyika huku upande wa kaskazini, kanda kaskazini, yenyewe ilionyesha kama kuanzia 13 mpaka 15 ya watu wanaoishi mjini wanashukiwa kuwa na tatizo la figo kwa maana ya chronic kidney disease. Kwa tatizo ni kubwa na tunahitaji kupeana uelewa wa namna gani ambavyo tunaweza kuenenda ili tuepuke kwenda kwenye tatizo kubwa hili la figo. Na hili linaenda kwa hatua. Unakuta kuna hatua ya kwanza ukipima wanasema hii unaweza bado unaendelea kukaa vizuri, hatua ya pili, hatua ya 3, ya 4, ya 5, hiyo ndio ya mwisho. Unajikuta sasa ndio inabidi uende sasa kwenye kufanya dialysis, usafishaji wa figo. Maana yake figo zimeshindwa kufanya kazi kabisa, inabidi ufanye dialysis. Lakini pia kama sio dialysis basi upate mtu wa kukupa figo nyingine kwa maana ya renal transplant. Hivyo ni mambo, ndo mambo mawili ushafika ile hatua ya mwisho. Kwa hiyo ni vizuri mtu ukao unajua mapema, ukao unafanya check up mapema, ukao unajua bwana status yangu ikoje, ili usije ukajikuta umefika paka hatua ya mwisho. Maana akina Flora wenye roho hizo za kutoa figo ni wachache. Wachache sana ambao wanaweza kusema bwana ngoja tumpe tu Anko, ngoja nijitolee figo yangu nimpe Anko Sonyo. Na yenyewe sasa ni mchakato mpaka mfanane sasa kama makundi ya damu yani kwamba baba na mtoto nini hivyo. Kwa mtu ina maana mtu baki hawezi kutoka ambaye hayupo katika mfumo wangu kwenye seko yenu ya labda ya kifamilia ile inakuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo lazima wewe mwanafamilia. Anaweza kuwa mwanafamilia, lakini hata kama hivyo lazima muende mkafanye vipimo mkute vinasaba vyenu vinaendana. Kwa hiyo ina maana hii biashara ya figo ilikuwa inazungumza ni uongo mtupu. Ipo kwa maana hata kama ni wewe ni mtu wa nje ya nani yako, maana yake ni paka muanze kuendana. Yani vile vipimo vifanane, mfanano. Angalau wakicheki mimi na wewe tuna vitu vichache, angalau 50% tunaendana, basi hiyo. Emmanuel, ukweli ni kwamba tukijaribu kuangalia sisi tulioko hapa, tukikutoa wewe ambaye unahusika na masuala ya tiba, naamini ya kwamba na hata ambaye ananisikiliza, ukimwambia mara yako wa mwisho ni lini kwenda kufanya check up ya figo, huenda hakuna. Mimi ni juzi. Ulicheki so ile kama unakuwa ni cheki mwili mzima. Mimi nilipata hiyo nani direct kwamba naenda kucheki figo. Sio direct kwenda kucheki kama figo, lakini nilikwenda kucheki afya. Kwa hiyo na yale yote nikawa nimeambiwa kwamba hii iko hivi. Ni yale ya Dr. Kefa.
Tuachane na ile ya nani. Yaani kwamba sasa hivi inatoka inaenda kwenye hospitali labda ya nani kwa ajili ya kuweza kufanya vipimo vya figo. Hii inakuwa ni kwa sababu unajua kishataja hivyo kuna mtu anaweza ni gharama labda kufanya check up ya figo, ndio maana watu wana mwamko kwenda kwa sababu ukijaribu kuangalia kufika hiyo hatua ya 5 labda unaweza kutusaidia kwamba inaweza kutumia muda gani kufika kule kwenye uhatari zaidi, ambapo tutakuja kuangalia kwenye visababishi pia. Sawa. Sasa kwa watu kwa mujibu wa taarifa kwamba watu kupima afya zao huwa ni changamoto hadi ya umwe mpaka ugue, ndio nakuta anaenda sasa anaambiwa sasa hali ishakuwa tete. Ndio nani kwa tukijenga ile utayari wa kuwa tunaenda kufanya vipimo kwa maana ya check up, hii yenyewe ni nzuri kwamba ile kufanya thara, pamoja na kwamba ni gharama kufanya. Kuna kampeni ambazo huwa zinaendesha hizi upimaji wa afya bure. Ni vizuri ukiona hiyo kampeni usiache hiyo fursa, kwa sababu unaenda kujua afya zako na watu wanakuwa wamegharamikia kwa niaba yako. Kwa ni vizuri kwenda na kufanya. Lakini kama una fedha ni kufika na kuweza ukafanya check up, kuangalia sio vitu vingi. Kule wataangalia wewe ni huumwi, ufanye nini, maana yake wataangalia tu vitu vyao vile parameter tunasema sisi. Kwamba huyu mbona hana viashiria hivi. Kwa watachagua vipimo vya kufanya, watakueleza na sio gharama kubwa. Kwa mfano hata ukisema tu nataka kujua figo zangu zinafanyaje kazi, watakupima vitu vichache tu ambavyo sio pesa nyingi. Ambavyo hivyo mwisho wa siku vitakupa kusoma mfumo wako mzima. Lakini sasa kwa kuwa ugonjwa wa figo unakuwa na vitu vingi, vihatarishi vingi ambavyo ndio vinakuja kupelekea huko. Umeona figo zenyewe zitafanya kazi yake vizuri, lakini kadiri zinavyokuwa zinapata shida inatakiwa yani ni kama tunasema nini ile hata kama ni tairi labda la gari, lakini kadiri linavyozidi kupata pancha nyingi unaziba, maana yake linazidi kuwa tatizo kubwa. Mwisho wa siku unasema hili halifai. Si ndio sasa hata figo na yenyewe ni kitu ambacho ni endelevu. Umeona, na kadiri umri unavyozidi kwenda hata utendaji kazi wa figo na wenyewe unapungua kwa sababu ya umri. Uwezo kufanisha figo za kijana na figo za mzee. Umeona, kwa sababu umri unavyozidi kwenda maana yake hata mwili na wenyewe utendaji kazi unapungua. Kasoro tu tofauti za kwangu ni kwamba muda unavyozidi kwenda umri unazidi kwangu ninapiga kazi zaidi. Namshukuru Mungu niko tofauti kidogo. Kwa hiyo sasa kuna vihatarishi ambavyo ni lazima tuvizingatie. Okay. Umeona, kitu cha kwanza ni kuepuka magonjwa. Magonjwa ambayo yanaweza kupelekea kuharibu kwa figo. Sawa, tukianza na moja ni ugonjwa ambao unasababisha sana magonjwa ya figo, hasa chronic kidney disease. Ni ugonjwa wa kisukari. Okay. Ugonjwa wa kisukari wenyewe una karibu zaidi ya 30% ya watu wanaopata magonjwa ya figo yanasababishwa na kisukari. Okay. Lakini kuna shinikizo kubwa la damu, high blood pressure. Umeona, lenyewe ni karibu kuanzia 20%, zaidi ya 20% ya wagonjwa wa figo wanatokana na masuala yani pressure kuwa kubwa. Natamani Emmanuel, lakini sijui kama unaweza tukatoka kwenye nani. Kumekuwa na kuto kuelewa kwamba mtu anapozungumzia kwamba huyu ana tatizo la kisukari, lakini ukienda mtaani unakutana kwambia sukari yake imepanda. Umeona, sukari yake imeshuka. Huyu ana kisukari cha kupanda, huyu ana kisukari cha kushuka. Hii ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Kwa ufupi sana, sukari ni kitu ambacho kinahitajika mwilini. Kwa kawaida yake, kwa sababu sukari ndio inayotupa nguvu. Kwa hiyo inakuwa tunaihitaji mwilini na tunakula hasa vyakula vya wanga na nini ili tupate nguvu. Kwa hiyo ile sukari ndio inaingia kwenye damu na kuingia kwenye misuli. Kuna namna mwili unavyofanya mpaka zinaingia kwenye misuli mpaka unakuwa unapata nguvu. Tatizo kubwa la kisukari ni kwamba ambayo ndio tunaita diabetes. Ni maana yake sukari imezidi kiwango cha kawaida, ambacho kwa mtu wa kawaida huwa ni kama kuanzia
tunasema ni millimole 4 mpaka 5 mpaka 6. Kwa mtu wa kawaida tu ile unasema mpaka 6 ukipimo sukari, hiyo ni ya kawaida. 6 angalau mpaka 7 ya kawaida inakuwa ni 4 mpaka 6 au 7. Inafika, hiyo ni kitu cha kawaida. Umeona? Lakini sasa kadiri sukari inapokuwa zaidi ya hiyo, manake inakuwa sasa ndo tunasema sukari imezidi mwilini. Si ndio? Ndio sema anaweza kuwa ana viashiria vya kisukari. Umeona kwamba unakula chakula cha wanga lakini sukari haipelekwi kwenda kwenye ufanyaji kazi. Inabaki kuwa kwenye damu. Kwa mwili unakuwa una uhitaji wa sukari kwa ajili ya kupata nguvu, lakini sukari haitoki kwenye damu kwenda kwenye misuli. Umeona? Kwa hiyo ndio inakuwa, ndio wanasema hiyo ndio high blood sugar. Umeona? Lakini sasa kuna na yenyewe ni lazima upime asubuhi unaweza kupima na yenyewe kuanzia 3 kama hujala chochote, 3 mpaka 4, 5 unaweza kukuta hiyo ni kawaida. Lakini ikitokea ipo chini ya hapo, si ndio? Na yenyewe ni tatizo. Kwa sababu mwili unahitaji sukari uweze kufanya kazi. Ubongo unahitaji sukari. Kila kitu kinahitaji sukari kwa ajili ya mwili uweze kujiendesha. Na hasa ubongo ndio engine. Si ndio? Lazima upate sukari kila wakati kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa sukari inapokuwa chini na yenyewe ni tatizo. Sasa na yenyewe inategemea kwa nini inakuwa chini. Umeona? Labda umetumia dawa ambazo zimeshusha sukari, lakini pia labda hujapata chakula ambacho kinapelekea kupata energy. Labda ni mgonjwa mahututi ambaye labda amepika sana, kila anachokula hakiwezi kukaa tumboni, hawezi kufanya nini. Kwa hiyo ni mahututi kiasi kwamba mpaka yanafikia hatua sasa sukari inakuwa inashuka. Kwa hiyo hakuna uhusiano Emmanuel Arthur kati ya hii sukari ambayo ni diabetes pamoja na pressure. Kuna mahusiano yote? Kuna uhusiano mkubwa sana. Na ndio hicho ambacho watu kwamba diabetes nipi na pressure nipi. Ndio mtu anakuambia huyu pressure yake ni imepanda sana, anakuambia sukari yake imepanda. Umeona? Huyu pressure yake imeshuka sana, anakuambia sukari yake imeshuka. Sasa mtu anashindwa kuelewa kwamba huyu mwenye pressure, kwa sababu siku moja ileta ugomvi nyumbani kwetu sisi kwa mama yetu. Baada ya pressure kupanda, mmoja kati ya familia yetu anang'ang'ania kwamba sukari yake imepanda sana. Anasema kisukari chake nikamwambia kisukari ni diabetes. Umeona? Kwa hiyo tutoke huko tuzungumzie pressure. Hebu tueleze uhusiano wa diabetes pamoja na hii pressure. Sasa sukari, kadiri tunavyokula sukari inapokuwa nyingi kwenye damu, miili yetu, kwa sababu mwili upo automatic. Yani wenyewe unaamua kitu gani kipeleke wapi. Kwa sukari inapozidi, unapokula vyakula vingi vya wanga, na sukari inaongezeka mwilini na hufanyi mazoezi wala hufanyi kikazi yoyote ngumu ambayo, kwa sababu inahitaji itumike, iende kwenye misuli ikatumike. Kwa hiyo mwili huwa una tabia ya kuichukua na kwenda kustore, yani kuhifadhi. Yani ni kama wakulima, unalima kipindi cha neema, unaenda kuhifadhi kwa ajili ya kipindi cha njaa. Si ndio? Kwa hata mwili na wenyewe uko hivyo hivyo kwamba unapokea, lakini kama haijafanya kazi yoyote itaenda kuitunza. Sawa? Na hiyo inaenda kuitunza wapi? Sasa ndio inaibadili ile sukari na kuwa kama mafuta. Sawa? Hizo kama cholesterol na nini inaenda sasa kuhifadhi. Ndio maana unaona mtu ananenepa. Si ndio? Ungea kuwa na kitambi kubwa, kwa sababu sukari inaenda kukaa kwenye maeneo ambayo kila ukila, kwa sababu ufanye activity yoyote mwili inachukua, inaenda inaweka, inabadili kwenye fomu ya mafuta, ili baadaye kukiwa na uhitaji ianze kuvunja kuchukua kuirudisha tena. Kwanza huwa ina fomu ya glycogen na ihifadhi, lakini baadaye inachange na kuwa paka mafuta, fats. Sawa? Sasa ukikosa sasa chakula itaanza kuvunja. Ndio maana unaona hata kipindi hichi cha mfungo unaweza kuhimili kutoka labda asubuhi paka jioni bila kula chochote, na mwili bado ukaendelea kuwa na nguvu. Kwa sababu mwili unaanza kuvunja kule inakotoa, inarudisha kwenye damu na kupeleka kwenye misuli, mambo yanaendelea. Kwa hiyo uhifadhi. Kwa kadiri tunavyoendelea kuwa hatufanyi mazoezi wala hatufanyi kazi zozote ngumu, tunaendelea kula tu, zile zinaendelea kuhifadhiwa na kutengeneza mafuta. Sawa? Sasa yale mafuta yanabadilika sasa, ndio yanaingia paka kwenye mishipa ya damu. Okay. Sawa? Kama pipe
bomba lile la maji likiingia sasa yanakuwa kunakuwa na mzunguko wa mafuta katika lile bomba. Maana yake ni kwamba hata ile upenyo kwenye lile bomba unapungua. Si ndio? Hata bomba la maji likiwa na kipenyo kidogo unaona pressure ya maji inakuwa kubwa. Kwa sasa damu kwa kuwa inapita kwenye mishipa ya damu, maana yake ni kwamba pressure itaanza kuwa kubwa. Damu kupita kwenye mishipa ya damu. Kwa hiyo kunakuwa na ongezeko la shinikizo la damu. Lakini hivyo hivyo hata kwa hadi kwenye mishipa ya damu ya moyo kunakuwa na mafuta ambayo yanaingia. Mwisho wa siku kwenye moyo kunashindwa damu kupita, na moyo ili uweze kufanya kazi na wenyewe una mishipa ya damu. Kwa mishipa ya damu ikianza kublock kwa damu haipiti vizuri, ndio unaanza kupata, si unasikia mtu ana chembe ya moyo, hizo angina, moyo sijui unafeli moyo nao pia. Kadiri moyo unavopambana kusukuma damu kwenda kwenye eneo ambalo lina kwa pressure kubwa, moyo wenyewe unaanza kutanuka. Umeone? Kwa sasa hiyo ndio uhusiano mkubwa sana wa sukari na pressure. Sukari inapelekea wanaita coronary au tunaita cardiovascular disease. Yani kwa maana ya mishipa ya damu ile inaanza kupata magonjwa kwa maana ya kufungwa na mafuta. Alafu ambayo inaenda pia inaathiri mishipa ya damu ya moyo, kwa inasababisha moyo unafanya kazi kwa nguvu, ndio maana pressure sasa inakuwa kubwa. Kwa hiyo ndio nani, lakini mwisho wa siku ndio hiyo moyo ndio unafanya kazi kubwa unatanuka. Si ndio? Wasada unapata dilated cardiomyopathy au unaanza kwenda kwenye heart failure, unaanza kufeli kufanya kazi. Tujikite kwenye figo. Sawa. Hivi pia ni sababishi tuendelee na visababishi vya sababishi vyetu vilikuwa kwanza tulisema sukari, kwa maana diabetes tuseme ina count kwa zaidi ya 30%. Lakini pressure, hasa shinikizo kubwa la damu yenyewe ni kwa zaidi ya 20%. Kwa hiyo tukutoka kwenye reli, tuko pale. Na kwa nini ndio hivyo tumeelezea kwamba mwisho wa siku pressure inavyozidi kuwa kubwa itasababisha kwenda kwenye hizo cardiovascular disease, magonjwa ya moyo. Si ndio? Tunapoenda kwenye magonjwa ya moyo, moyo ukifeli, moyo utashindwa kusukuma damu. Na ili figo iweze kufanya kazi ina uhitaji wa kupokea damu. Ili yani figo iishi, inahitaji ipokee damu kwa wingi. Umeona? Kwa sasa kama moyo utafeli kupeleka damu, maana yake figo inakuwa na hatari ya kufeli. Umeone? Kwa hiyo magonjwa ya figo yanaweza kupelekea ugonjwa wa pressure unaweza kupelekea paka tukapata tatizo la figo. Pressure hiyo inaweza ikapasua mishipa ya damu au ikafanya mishipa ya damu ikawa midogo, ikashrinki ile mishipa ya damu, au kuipasua na kushindwa kupeleka damu kwenye kwenye figo. Kwa hiyo nayo inaweza kupelekea figo zikafanyaje? Ikafeli kufanya kazi. Na kadiri pressure inapozidi kuwa kubwa, figo inachujio, yani kama chekechi kwa ajili ya kuchuja vitu ambavyo vinahitajika kupita na visivyohitajika kupita. Kwa sababu sinachuja damu, kuna chembe hai za damu hazipaswi kupita. Kwa hiyo hutaki kuona damu kwenye mkojo. Umeone? Ukiona damu kwenye mkojo, maana yake jua figo imeanza inaleta shida. Umeone? Hutakiwi kukuta kitu kama protini kwenye mkojo. Sasa protini unaiona kwa sababu damu tutaiona. Ni sawa. Protini zenyewe zipo kwenye damu. Kwa sababu figo inavyochuja inazuia zile protini kwa sababu zina ukubwa fulani, zisipite kwenye njia ya mkojo. Kwa sababu inachuja, hazitakiwi kupita. Kwa wakienda kupima wakombea mpaka mkojo kaona mkojo una protini, wanaanza kuona figo inawezekana kuna shida fulani. Umeona? Kwa hivyo vitu havitakiwi kupita kwa sababu lile ni chujio. Umeona? Pia hata sukari pia na yenyewe huwa haipaswi kupita kwenye chujio lile. Umeona? Yenyewe inatakiwa irudi iendelee kufanya kazi huko. Kwa hiyo akianza kuona sukari nyingi kwenye damu, anaanza kuona figo na zenyewe zinaweza zikawa kuna tatizo fulani ambalo linaweza kuwepo. Umeone? Lakini na hizi dalili za mwanzo, kuona labda damu kwenye mkojo, kuona protini kwenye mkojo, inaweza kuwa ni dalili za mwanzo za tatizo la figo ambalo linaweza likawaiwa kutibiwa. Yes, kwa sababu njia yote ya mkojo ile. Njia msemaji, tukizungumzia njia ya mkojo, kuanzia mkojo unapotoka paka juu unapoenda kutengenezwa ni kwenye figo.
Ukiangalia ule figo ndo zinatengeneza mpaka mkojo mwisho wa siku unatoka. Kwa huko kote ukishaanza kuona kuna shida, mkojo unatoka damu, maana yake inabidi kwanza ufuatilia ni wapi pana shida. Na amezungumzia issue ya mkojo, nikaona kuna jamaa alikuwa anauliza kwamba pamoja na kunywa maji lakini mkojo bado rangi ile. Kujui mkojo mweupe. Okay, hilo tutalizungumzia. Okay. Ngoja tuendelee kwanza na hivi vihatarishi. Kwa tatizo jingine ambalo au kihatarishi kingine ni matumizi ya dawa. Matumizi holela ya dawa. Hizi dawa ambazo tunaziona za maumivu, si diclofenac, meloxicam, unaenda unanunua tu unakunywa kiholela, kila ukijisikia maumivu unakunywa. Akina sisi wenye magonjwa yetu. Kwa sababu kuna kundi kubwa sana nijijumuishe huko. Akina sisi ambao labda kwamba tuna tatizo labda unajua mtu anapokuwa na shida ya macho, kuna muda kichwa kinakuwa kinamuuma. Yaani kuna muda ambao kuna watu ambao ikifika muda fulani kichwa kinamuuma. Kwa hiyo ana dawa yake. Mida yangu bwana ni kitu fulani. Kwa hiyo kila mara lazima atumie ile dawa kwa muda ule. Nadhani mtakumbuka kipindi kilichopita tulizungumza kuhusiana na matumizi holela ya dawa. Ndio hawa watu ambao sasa unapotumia dawa basi tumia kulingana na ushauri wa wataalamu. Kama mfamasia anajua dawa hii unatakiwa utumie kwa siku zisizopungua kadhaa ili usiweze kupata matatizo fulani. Kwa hiyo dawa za maumivu zinaongoza sana kwenye kuleta tatizo la figo. Chronic kidney disease, diclofenac, unasikia ni kadawa kadogo unaenda kununua kwa bei ndogo, lakini kinaweza kuletea majanga pamoja hapo. Si ndio? Lakini pia hata hayo meloxicam, na kuna dawa pia za antibiotic ambazo zikiandikwa na zenyewe zinatakiwa uangaliwe figo zako zinafanyaje kazi. Kwa hiyo ni vizuri kufika eneo ambalo unafanya vipimo kwa maana ya hospitali ili uweze kufanywa vipimo na kushauriwa nini ambacho uweze kutumia kwa hali yako. Sasa kwenye hilo sasa ndio muhimu wa mfamasia unaingia. Si ndio? Kwenye kushauri kwamba dawa hii huyu unaenda kutumia, je, figo zake zimepimwa zina utimamu kiasi gani kuweza kuchuja hii dawa. Si ndio? Au kuna dawa ambayo anaweza kaambiwa bana hii unaweza kutumia atumie kila baada ya masaa 48. Kikawaida labda angekuwa mtu mwenye figo ambazo ziko sawa atumie kila baada ya masaa 24. Lakini kutokana na tatizo lake la figo, huyu ambaye anaonekana figo zake zinapungua kufanya kazi, huyu atumie kila baada ya masaa 48. Anashauri hivyo hata mgonjwa akiwa amelazwa. Kwa mfamasia anajua dawa hii kwenye figo inatakiwa tuangalie namna gani. Kwa hiyo kumshauri daktari dawa hii apewe kila baada ya muda fulani. Umeona? Lakini pia kuangalia listi ya dawa zilizoandikwa na kulinganisha na tatizo la mgonjwa. Unajua nimestaki nilikuwa nataka kuuliza kitu kimoja. Kwa nini daktari anapokuwa yuko na mgonjwa, unapokuwa na mgonjwa, daktari automatic baada ya kurudishwa vipimo kutoka maabara ikarudi kwake, yeye ndo ana jukumu la kuanza akishasoma ile ananiandikia dawa? Kwa nini yeye baada ya kutoa ushauri kapime kitu fulani, baada ya majibu kurudi, kwa nini isiende direct kwa mfamasia kwanza kabla ya yeye daktari? Kwa sababu mfamasia ndo anayejua kwamba huu ugonjwa unatibiwa na dawa fulani, na kwa nini ianze kwa daktari alafu iende kwa mfamasia? Mfamasia ndo anajua dawa. Sasa kwenye upande wa tiba na sheria za Tanzania, daktari ndo anapaswa kuandika dawa. Ndio maana hata katika masomo yao kuna upande wanaosoma upande wa pharmacy kidogo, hasa kwenye matumizi ya dawa. Haya masuala mengine yote ya mfamasia wanasomea tu masuala dawa na matumizi yake, hizo side effect ni madhara na nini wanakuwa nayo. Unaona, kwa wenyewe ni somo kama somo, na sheria ya Tanzania inatambua yeye kama mwandishi wa dawa. Lakini ni nzuri kwa namna moja. Kuna kitu tunasema check and balance. Sawa? Yeye daktari ameandika dawa, lakini kuna mtu mwingine mwenye utaalamu pia wa eneo hilo anakuja kuangalia je, alichokiandika daktari kiko sawa kulingana na ugonjwa yani kutokana na tatizo la huyu mgonjwa. Umeona? Kwa hiyo sasa hapo unaanza kuangalia kitu cha kwanza, unaangalia drug interaction kati ya dawa zilizoandikwa zenyewe kwa zenyewe haziingiliani, na kupunguza za moja ikawa inapunguza ufanisi wa mwingine, au nyingine inaongeza ufanisi wa mwingine na kupelekea mtu akapata tatizo sumu na nini. Kwa hiyo lazima uliangalie. Lakini lazima uangalie drug disease interaction, dawa anayopewa
na ugonjwa alionao. Inawezekana dawa aliyoandikiwa pia unaenda kuongeza tatizo la ule ugonjwa. Sure. Umeone? Kwa mfano kuna dawa ambazo zinaongeza sukari mwilini au zingine zinasababisha insulin resistance. Sawa? Sasa dawa hizi kama zitatumika pamoja kwa mgonjwa wa kisukari, unaona kabisa hii inaenda kuongeza tatizo la sukari. Sukari haitakuwa. Kwa hiyo lazima uangalie drug disease interaction. Ile historia ambayo ilitaka kumuua mama yangu ile ubadilishaji wa dawa ndio hicho ambacho anakizungumzia sasa. Kwa hivyo vitu vyote lazima uviangalie. Sasa hiyo ndio kazi ya mfamasia sasa. Umeone? Na sasa kuangalia kuna dawa ambazo tunasema drug disease interaction hiyo kuna dawa ambazo kadiri figo zinavyopungua kufanya kazi. Si ndio? Dozi yake na zenyewe zinatakiwa zipungue. Umeone? Aanze kupunguza dozi. Umeone? Au aanze kunywa kwa kupiga hatua. Umeona? Sasa usipo mfamasia asipokuwa anaweza kufanya hicho kitu, maana yake tayari tunaleta tatizo. Daktari ataandika, sawa, tunaamini ana ufahamu mkubwa sana wa eneo hilo, lakini mfamasia naye kabla ya kwenda sasa, kwa sababu ikitoka kwa mfamasia ndio inaenda sasa kwa mgonjwa. Kwa hapo ndio kwenye point ambayo mfamasia anahitaji kuwa kupambana katika kuzuia haya magonjwa ya figo au magonjwa mengine kama tulivyosema, lakini leo kwa sababu tunadili na figo tu, ndio hapo sasa eneo lake la kupambana, kuangalia hapa na mshauri nini daktari kutokana na dawa hizi zilizoandikwa hapa. Umeone? Na dawa na kumueleza mgonjwa ni dawa hizi unatumia kwa namna hii kwa nini, kutokana na tatizo lako. Umeone? Lakini wakati mwingine tatizo hilo la figo linaweza likali linapelekea baadhi ya madini yanapanda, kwa mfano madini ya potassium na nini. Kuna dawa ambazo akinywa zinaweza zikasababisha potassium ikapanda. Kwa hivyo vitu vyote ni lazima mfamasia awe katika eneo ambalo anaweza kumsaidia mgonjwa. Lakini pia kuna eneo ambalo sasa kuna wale ambao sasa figo zimefeli na wanafanya dialysis. Wanasafishwa figo. Si ndio? Lazima ujue, kwa sababu ujue kuna dawa ambazo zinakuwa zinasafishwa na mashine. Sawa? Na kuna dawa ambazo hazisafishwi na ile mashine. Kwa hiyo kama mgonjwa anatumia dawa ambayo inasafishwa na mashine, na yeye kila baada ya siku moja anaenda kufanya dialysis. Umeona? Yani akifanya leo, kesho anapumzika, anaenda kufanya kesho kutwa. Umeone? Kwa hiyo usipojua hilo, maana yake ni kwamba siku ambayo mgonjwa anaenda kwenye mashine, wewe ukampa hiyo dawa haitofanya kazi, kwa sababu ukifika kwenye mashine inaondolewa. Inasafishwa. Umeone? Kwa hiyo wewe inabidi ucheze kwenye zile siku ambazo au baada ya kufanya dialysis mgonjwa, yani akishatoka kwenye mashine ndio unampatia hiyo dawa. Umeone? Kwa hiyo atakaa nayo mpaka siku atakuja kusafisha. Umeone? Atakaa hapo anaendelea kunywa dawa, siku anapokuja kusafisha hatakunywa dawa. Umeone? Kwa hiyo siku akishamaliza dialysis ndio anapewa dawa. Kwa hivyo lazima mfamasia ajue kwamba kuna hii dawa hii inasafishwa na mashine, kwa maana ni dialyzable kwenye mashine au haisafishwi. Kwa ili uweze kumpangia mgonjwa wako dawa hii atumiaje. Bila hivyo maana yake mnaweza mkashangaa mbona ugonjwa wake hautibiki. Kumbe akinywa ile dawa anaenda kwenye mashine inafutwa. Kwa ni vizuri pia kuongea na wagonjwa hao wa figo, dawa hizo mnazotumia. Wasema drug reconciliation, unakaa naye mnazungumza, una dawa ngapi unazotumia. Zile dawa kazi assess, huyu anaingiaga kwenye mashine. Kuna dawa ambayo kati ya hizi ambayo inaweza ikaathiriwa na mashine ukaijua. Okay. Ndio kwa ukamueleza dawa hii uwe unakunywa baada ya kutoka kwenye mashine. Umeone? Kwa hivyo vitu vyote mfamasia lazima ajue. Umeona? Daktari hapa amezungumza kuhusiana na issue ya matumizi holela ya dawa. Inaweza kusababisha athari ya figo, kuleta madhara. Leo ni weekend bana, dokta, usiongee kuhusiana na vinywaji. kwamba vinapelekea kama na venyewe viko kwenye list ya kufyatua figo. Asogeze mbele. Sasa unajua ukweli unabaki kuwa ukweli. Sawa, tulikuwa tunazungumzia hapo wakati tunaendelea na vihatarishi, ikiwemo pia uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara na wenyewe ni kihatarishi, mmoja wapo ni kihatarishi. Sivyo, unanielewa? Nikisema jamani, wavuta sigara msikie huko, wavuta sigara. Watu wote ni kuvuta sigara, sikieni ujumbe wenu huko. Sio ukasema wavuta sigara wote wana figo zimefeli. Hicho ni kihatarishi cha kuelekea huko. Kwa nini? Kuna uvutaji wa sigara unasababisha mishipa ya damu, hasa kwa sisi wa Afrika, inakuwa migumu. Rigid, yani inakuwa migumu. Na inapokuwa migumu mishipa ya damu, maana yake kinachotokea
ni kwamba inatakiwa damu inapopita ile mishipa iwe ina relax na kuachia. Sasa kukute kitu kigumu kama kimekauka hivi, si ndio? Kwa hiyo hata ule utanukaji na kusinyana na kutanuka na kwenye kunakuwa kugumu, si ndio? Kwa pressure na yenyewe inafanyaje? Lazima ulipuke. Kwa hiyo inaweza ni kihatarishi uvutaji wa sigara, kwamba kwa muda mrefu uvutaji wa sigara unaweza kupelekea kwenye pressure, na pressure tukiunganisha inarudi kwenye figo, inaweza kusababisha ikaharibu figo, si ndio? Kwa hivyo na yenyewe ni pamoja ya hivyo. Lakini pia unywaji pombe weekend dose hiyo sasa, weekend dose, unywaji pombe kupita kiasi, sio moderate. Watu wanakunywa pombe na maisha yanaendelea. Umeona, yani unywaji pombe kupita kiasi, ile mtu anakunywa mpaka kile kiasi chake, kama mtu anataka kuimaliza TBL, si ndio? Kupita kiasi, si ndio? Sabani kupita kiasi na wenyewe inaweza kupelekea kuongeza shinikizo la damu, si ndio? Lakini kwa kuwa pombe pia ina sukari na nini, maana yake inaweza kupelekea ukapata kisukari kama haufanyi mazoezi, haufanyi nini, unakunywa tu wewe upo au hivyo, maana yake inaweza kupelekea ukapata kisukari, si ndio? Na kisukari tunarudi kule. Kwa hivi ni vihatarishi. Sio hatuwezi kusema kwamba ni kisababishi cha moja kwa moja, ila ni kihatarishi. Kwamba sasa unajua nimejaribu kumwaza huyu mtu ambaye anapiga combination zote. Anatumia dawa holela, anagonga fegi, alafu na hapo huyu mtu anagonga mvinyo. Na mazoezi yafanye. Kwa vile vihatarishi vinazidi kuongezeka. Na kadiri vihatarishi vinavyoongezeka, na maana yake kwenda kwenye tatizo la figo na yenyewe inaongezeka, ule uwezekano wa kwenda kwa tatizo la figo. Yani kuna mtu saizi anasikiliza ana ule wimbo wa Jomakini, unajua najiona mimi najiona, ndio inakuja kichwani hapo. Umeona? Sasa daktari amezungumza hapo kwamba umesema ni vihatarishi. Kuna tofauti kati ya vihatarishi na visababishi. Yes. Kwa hiyo ina maana kuna visababishi ambavyo ni tofauti na vihatarishi. Yes. Kwa hiyo kuna vihatarishi na visababishi. Kwamba ni vitu vile tofauti. Sasa unajua kisababishi ni sababu. Sababu ni pombe imepelekea. Sababu sasa, ni sigara. Sasa kwenye magonjwa kama haya ya muda mrefu, tunasema chronic, sawa, lazima kunakuwa na muunganiko wa vihatarishi vingi ndio vinaenda kutengeneza sasa. Umeona? Unaenda kutengeneza sasa kwa pamoja, tukiungana ndio vimesababisha mtu umeona? Vihatarishi maana yake ni kwamba tunaweza kuviepuka. Tunaweza tukavikimbia, si ndio? Hichi kihatarishi ni kama unaona hii njia haitoi, si ndio? Wewe hutapita. Japo inakuwa ni ngumu kuviondoka. Baadhi hivyo inakuwa ni ngumu. Kwa vihatarishi unaweza ukavipunguza. Lakini sio visababishi. Risk. Lakini sio visababishi. Si ndio? Yani kisababishi ukishakutana nacho kinakupa. Yani kwa mfano hapa tunasema tunapambana na ugonjwa wa mpox, si ndio? Sababu ni ule kirusi wa ukikutana naye imo. Si ndio? Ila vihatarishi tungeweza ni kuanza kugusana mikono, si ndio? Kukumbatiana, si ndio? Kupunguza ngono, msisahau ngono ipo unawi mikono, si ndio? Wanashauri tunawe mikono, si ndio? Inaweza kaa kihatarishi kwa sababu umekutana na mtu hujanao mikono, ukajigusa, si ndio? Lakini ukitokea umekutana nacho, hicho ni kisababishi cha ugonjwa. Lakini vihatarishi ndio hivyo tunaweza tukavikimbia bwana. Sasa kipindi kile COVID wanasema jifungie ndani, na karantini unajifungia, tuanze kupaka nini sanitize mikono, kunawa mikono na maji tiririka. Hivyo ni tunapunguza vihatarishi. Si ndio? Kwa hata kwenye masuala ya magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza, ikiwemo haya matatizo ya figo, hivyo ni vihatarishi. Tumesema sigara, si ndio? Sasa ndio umeunganisha vile vyote, ukianza kuviunganisha, kadiri unavyozidi kuviunganisha, maana yake tatizo linaweza kuwa kubwa. Lakini umri, si ndio? Tumesema kadiri umri unavyozidi kuwa mkubwa, utendaji kazi wa figo
unapungua, si ndio? Maana sasa wewe ni swala la kwanza kuamua kwamba sasa umri umeenda, si ndio? Sasa nianze kupunguza, nipunguze vihatarishi vingine. Umri tu ni moja ya kihatarishi kinachoweza kunipelekea mimi kwa tatizo la figo. Basi hebu niache sigara, si ndio? Sasa niwe nafanya mazoezi kupunguza, nisije nikapata labda magonjwa ya kisukari na pressure na vitu vya namna ile, si ndio? Niwe nakula vizuri na vitu vya namna ile. Unaanza kupunguza wewe mwenyewe, si ndio? Bwana mwenzetu vipi leo? Bwana nyie nendeni tu. Unaona, mimi nipo tu. Hivi Dr. Bangi naye ipo kwenye kundi la hiyo? Bangi inakwenda kichwani. Tulia. Bangi inakwenda kichwani haishuki. Bangi kama ni tetrahydro cannabino. Yenyewe ni stimulant. Umeona, ndio maana imewekwa kwenye kundi la madawa ya kulevya kwa nchi yetu Tanzania. Ndio kwenye nchi zingine wanaichukulia kama ni dawa zingine kama maumivu na nini, wanaweza kuiweka kwenye kundi hilo. Lakini kubwa ni kwamba haina nani moja kwa moja. Umeona, labda huko kwenye moshi na nini, mambo ya kansa na vitu vya namna hiyo. Lakini haijawa kwenye moja kati ya vihatarishi vya magonjwa ya figo. Umeona? Kwa hiyo kitu kingine tumezungumzia kuhusu dawa, lakini tuzungumzie kuhusu hata sumu. Si ndio? Ukipewa sumu inaweza kapelekea ukapata tatizo la figo. Hasa hizi heavy metals wanaita mercury, lead, vyote hivyo vinaweza vikasababisha mtu akapata ugonjwa wa figo. Lakini kuna matumizi ya dawa za mitishamba. Si ndio? Dawa ambazo hazina dozi, hazina nini, si ndio? Hebo nani, dawa mitishamba sio mbaya, kwa sababu hata dawa tunazotumia ni tunatokea huko. Sure. Lakini kwa kiasi gani unatumia na figo zinaweza kuhimili vipi hiyo dozi uliokunywa, ndio tatizo linapoanzia. Kwa hiyo hatusemi ni mbaya, lakini dozi yake unayotumia, je, inajulikana? Imeshafanywa utafiti kwamba hii haiumizi figo au haiumizi organi zingine za mwili. Kwa hivyo vitu lazima na venyewe kwa sababu daktari wengi wanakimbilia huko, wanasema kwamba tunakimbilia kwenye hizi mitishamba kwa sababu hazina chemical ambayo itakuja kuniumiza labda katika mwili wangu. Hapana, dawa zote zinatokea kwenye dawa nyingi zinatoka kwenye mitishamba, ndio tunakuja kutengeneza conventional medicine. Kwa zipo nzuri, si ndio? Kwa sababu tunasema kila kitu kilianzia Eden. Si ndio? Sure. Kwenye bustani kuna dawa, kuna vitamins, kuna madini, vyote vipo huko. Kwa unapotumia vitu vya asili ni vizuri ambavyo kwa afya ya binadamu. Lakini kuna kiasi chake. Sure. Si ndio? Kwa hiyo moja inaingia dawa mitishamba zinaingia hapa kwenye tatizo la figo kwa sababu moja tu, kama zitatumiwa bila kuzingatia kiwango sahihi kinachohitajika. Umeona, kila unachokutana nacho wewe twende umeshaambia ni tibasili nani yake koje. Lakini pia kuna magonjwa, si ndio, ambayo pia yanaweza kusababisha tatizo la figo. Kwa mfano magonjwa ya ini, virusi vinasababisha tatizo la ini, hepatitis B, hepatitis C. Umeona, yenyewe inaweza ikapelekea, kwa sababu figo na yenyewe kifeli, hata upelekaji wa damu kwenye figo, ini ikifeli na yenyewe kupeleka damu kwenye figo shida. Kwa kwenye hili maana yake kiasi risk factor pia ni kwa maana kihatarishi ni magonjwa ya figo yanayotokana na virusi. Kwa mfano hepatitis B. Kuna chanjo ya hepatitis B inatolewa. Si ndio? Maana yake wewe ujue kabisa sasa hivi inaweza ukipata hepatitis B inaweza ikaja ikapelekea tatizo la ini, ikapelekea kwenye tatizo la figo, si ndio? Wewe chanjo inatolewa sasa hivi. Nenda kapige chanjo. Kwa sababu ukishapata tu hilo nani kihatarishi, hiyo kisababishi kwa maana ya virusi, tayari unaweza kupelekea kwenye. Kwa sasa hivi kuna chanjo zinatoka, maana yake mtu kuondoa kupunguza hiyo riski, maana yake nenda kapate chanjo, maisha yaendelee. Lakini kuna family history. Sawa, wengine ndio hivyo tena, labda wana family history za magonjwa kama ya kisukari, pressure, hivyo haviepukiki na vinyo vinaweza kawa. Yani natamani tukipata muda daktari, natamani sana kujua kuhusiana na hiyo family history, hasa katika upande wa magonjwa. Kwamba inawezekanaje huu mfumo, kwamba historia inabebaje, kwamba aliugua babu ugonjwa fulani, leo hii mimi nije niugue. Na kwa sababu sayansi inaendelea, ndio hivyo. Ukienda, ndio maana pale, hata ukienda mtu ameugua magonjwa kama haya ya figo,
kansa, kisukari, si ndio, pressure, lazima utaulizwa kwenye familia yenu kuna mtu sawa, yani kulishawahi kutokea kuna mtu ashawahi kuugua, si ndio? Sasa ile ndio inakuja kutengeneza research ile nini, wanakuja kutengeneza sasa data ambayo inasema okay, kumbe kati ya watu wanao wenye tatizo hili si ndio, wenye tatizo la wanaosababishwa na family history ni wangapi? Kwa hiyo maana sio point ya kuipotezea, jua kwenye familia inaweza. Kwa sasa ukijua kwamba kwenye familia yenu kuna mtu ana kisukari, si ndio, baba alishawahi kuwa nacho au mama au nani, maana yake na wewe inakupa taarifa kwamba jua hicho ni kati kwako ni kihatarishi, kwamba inaweza likatokea. Kwa play safe, si ndio kwa kama ulaji, ufanyaji wa mazoezi nini, si ndio yani hiyo taarifa inatusaidia hivyo kwamba tayari kwenye familia yetu kunaonekana kuna issue ya namna hii, si ndio, kuna ugonjwa wa namna hii ambao huwa mtu anapata, si ndio, sukari, pressure. Kwa hata mimi kwa jinsi ninavyoelekea mielekeo yangu natakiwa niwe makini katika Yeye nikumbusha siku moja mtu akawa anasema kwamba kufuatia hiyo historia. Anasema hata kama anambia kwenye story tu, hata kama familia yako kuna watu ambao walipatwaga na HIV, inaweza ikaja nikaambia acha umalaya. Nilimwambia tu acha umalaya. Dr. Kingine, kwa mfano sasa hivi kuna matumizi sana ya energy drink, na yenyewe inaweza yakawa na athiri, yakawa ni visababishi pia. Ni kweli energy drink tunazotumia, kila kitu tunaweza kutumia kwa kiasi, si ndio kila kitu tunakitumia kwa kiasi. Energy drink sio mbaya, umeona, lakini kwa matumizi yake yanayotajika. Kuna mtu ana uchovu, si ndio, umepata uchovu, basi unasema ngoja nipate energy drink kwa kuni boost nikae vizuri, si ndio? Lakini matumizi yanayokuwa kupita kiasi, hiyo ndio tatizo. Hivyo huyu mtu ambaye kwa mfano kama mimi binafsi nikichukua kale kamfuniko tu cha energy drink nikinywe hivi, ndio basi sitolala paka kesho kutwa, hili ni tatizo. Sasa hiyo na wewe unatakiwa ujijue kwamba mimi nikitumia hichi siwezi, kinaniletea tatizo fulani, kwa hiyo ni kuachana nacho tu. Sasa kwa upande wa energy drink, hata hadi kwenye zile nani zao wanasema labda unywe usizidi labda 2 kwa siku, si ndio, au usizidi 1 kwa siku, si ndio, ipo maelekezo yapo. Sasa mtu anakunywa hata 5. Sawa. Mwingine ukienda anatoka mtoko, akifika kule labda hanywi pombe, si ndio, anaona sehemu ya kuponea ni energy drink, si ndio, au shangaa kawaletewa mezani bucket. Bucket energy. Sasa hapo tatizo kubwa litakalokuja ni kwamba umekunywa kupita kiasi. Kwanza energy drink nyingi zina sukari, si ndio sukari maana yake kadiri unazidi kuongeza sukari mwilini, lakini zina caffeine. Sawa, ambapo caffeine ni stimulant, si ndio zinakusaidia unakuwa active, si ndio, hulali au fanya nini, lakini pia zinaweza zikapelekea zikaongeza tatizo la ugonjwa wa moyo, si ndio, unakupelekea mapigo ya moyo yanazidi kuongezeka, umeona, ukapata tatizo la moyo kwa namna hiyo. Kwa kadiri unavyokunywa nyingi linakuja kuleta tatizo. Kwa sio shida kunywa energy drink, lakini kiasi unachokunywa ndio tatizo. Okay. Yes. Sawa. Flora, kwa swali tukiwa tunamalizia, muda umetukata mkono. Sawa, mimi na swali. Ugonjwa wa figo unaweza kaathiri mfumo wa uzazi? Sasa ugonjwa wa figo, kumbuka, ukisha upata tayari mfumo mingi ya mwili inaanza kuwa na yenyewe utendaji kazi wake ni mgumu. Sawa, kwa mfano mfumo wa uzazi utakuwa vizuri kabisa, umeona, lakini shida ni kwamba sasa ukipata ugonjwa wa figo mara nyingi sana hata figo zinashindwa, kwa sababu figo pia zinatengeneza damu. Umeona, kuna kitu inaitwa erythropoietin hormone ambayo ipo kwenye figo, inatakiwa itengeneze damu. Kwa hiyo figo itakuwa haizalishi ile hormone, kwa hata utakuwa na upungufu wa damu. Mara nyingi wagonjwa wa figo wanapata hayo matatizo, yanaenda sambamba, anasafishwa damu lakini pia kuna upungufu wa damu, umeona. Sasa lakini pia ugonjwa huo wa figo unaweza wakati mwingine ukapelekea mtu akawa na shinikizo kubwa la damu, umeona. Kwa tayari unashakuwa na magonjwa, utakuwa weak, yani utakuwa dhaifu na kadhalika. Sasa ukiangalia kwenye hilo, mfumo wa uzazi haujaathiriwa, lakini ni namna gani unaweza kuhimili kubeba mimba kwa kipindi cha miezi 9. Sawa, wakati kunakuwa na upungufu wa damu, si ndio? Lakini ukiwa na kiumbe mwilini
kunakuwa na uhitaji mkubwa wa damu, si ndio, kwenye kiumbe na chenyewe, mwili wewe wa kwako na kiumbe. Kwa kunakuwa na uhitaji mkubwa wa damu, na figo zinasaidia katika kutengeneza hiyo. Maana yake sasa unaweza ukawa ndio una mjamzito, lakini tatizo la kupungukiwa damu na hata kuhimili ile nani ubebaji wa ujauzito unakuwa na wenyewe ni nini, ni tatizo. Umeona? Kwa hiyo hakutakuwa na mwingi, kwa sababu mfumo wa uzazi upo kama ulivyo vizuri. Shida ni kwamba ni namna gani unaweza kuhimili kuwa na mjamzito na kuwa unahudhuria kwenye mashine. Labda Flora alichokuwa anakitengeneza kichwani kwake ni ule mfumo tukao tunazungumzia, mfumo wa mkojo. Kwamba ukiwa na shida kwenye figo, mkojo direct utaona athari zake. Kwa hiyo kamtuma labda uzazi pia, kwa sababu ni njia hiyo moja. Kwa sababu tukiangalia kuna wagonjwa wa sukari kwa upande wa wanaume hawaruhusiwi kushiriki tendo la ndoa. Sio haturuhusiwi, ni hatuwezi. Sio kwamba haturuhusiwi. Kuna tofauti kati ya kuna tofauti. Sasa mbona mmenishambulia? Sio kwamba hawawezi. Umeone? Yani kwamba ni uwezo, sio kwamba turuhusi. Hiyo kwamba turuhusi hiyo ifute. Yani ni kwamba uwezo. Kuna kile anakatazwa. Nani akakataza? Mimi mbona sije kuona mtu amekatazwa? Akamatwe kwanza. Asogee kituo cha polisi kilicho karibu. Yani mtu una ugonjwa wa kisukari na unashiriki tendo la ndoa vizuri kabisa. Unaona sasa? Sawa. Tatizo hapo linakuja, kisukari ni moja ya kihatarishi cha kupelekea labda kupungua kwa wanasema nguvu na uhalisia tu ni kwamba ni kupungua nguvu, kwa sababu sukari ikiwa nyingi kwenye damu, nguvu hata na yenyewe inafanya inapungua. Lakini hasa mtu anayeelekea huko, hata maumbile yake atakuwa mnene, yani nini wanasema obesity, kwa sababu ndivyo vinavyokuja kupelekea kwenye sukari. Kwa hiyo sukari haiwezi kuwa sababu ya moyo ya kumzuia mtu eti kwamba hawezi kufanya tendo la ndoa. Anaweza kufanya vizuri kabisa. Sasa kukuondoa kwenye ile nani yako ya kwamba mfumo wa mkojo sawa wa mwanamke na mfumo wa uzazi uko tofauti. Njia mbili tofauti na njia mbili tofauti. Zinakutania tu sehemu. Hadi kuna sehemu tu moja, lakini huu mfumo wa mkojo wa mwanamke ni tofauti na mfumo wa uzazi. Hata mkojo unakotoka ni tofauti na kwenye njia ya uzazi. Huo ni vitu tofauti kabisa. Yani sawa, unaona yani ni sawa na ukiwa mgodini unaona kwamba hii ni pipe ya nani ya kupeleka ya compressor imeingiza nani, haimaanishi kwamba ndio ile shimo. Sema lakini kwenye matokeo pale tunatokea kwenye sehemu moja. Hapo daktari amewatia moyo wapiga license. Kwa sasa sasa ukija kwa upande wa mwanaume ni mfumo mmoja. Uzazi ndio unatumika huo. Umeone? Mkojo unatokea njia moja na mfumo wa uzazi kwenye njia hiyo hiyo. So raha sana kuzungumza masuala ya afya. Kwa hiyo sasa unajua mna kitu kizuri kama kumjua tuntu. Huyu ni tuntu, mfumo wake huko hivi. Kwa hiyo sasa uzazi, matatizo ya uzazi kama mtu hajafuata zile taratibu zote za kliniki nini, umeona viashiria vya vile ambavyo vihatarishi ambavyo vinaweza kumpelekea mama akapata matatizo ya kujifungua na nini, si ndio? Kwa hiyo na yenyewe pia inaweza akampeleka mwanamke kwenye tatizo la figo. Hasa akiwa anajifungua, akibleed sana, akatoa damu nyingi. Damu tumesema figo zinahitaji damu. Damu ikipungua figo hazifanyi kazi vizuri. Kwa hiyo ikiona damu imeshuka sana, figo zina shut. Zinafunga, kwa anapata ile mshtuko wa figo. Wanasema acute kidney disease, na inapelekea huko. Kwa hiyo hata binadamu wa kawaida ukipata ajali au nini ambayo inapelekea ukavuja damu sana, figo zinaweza zikafanyaje? Zikapata mshtuko. Daktari, tunatamani sana kuendelea kwa nawe. Labda kwa kumalizia na ushauri pia. Kuna vitu 8 ambavyo naweza kushauri. Vitu 8 ambavyo naweza kushauri ili tuepukane na magonjwa ya figo. Ili tupunguze vihatarishi vya magonjwa ya figo. Kwanza, kitu cha kwanza tuwe timamu. Mwili uwe timamu. Let's stay fit. Sawa, tufanye mazoezi. Sawa, lakini hivi na mazoezi tufanye tu au tukapime kwanza? Haiwezi kwamba nikajikurupukia tu nikaanza mazoezi kumbe na tatizo lingine likaniletea shida. Yes, usifanye mazoezi magumu kama hujui mwili wako ukoje. Si ndio? Lakini mazoezi ninazozungumzia kutembea, si ndio? Kujogu kidogo, umeona? Sio jogging ile ya Pasco.
sio kila siku anakata kilomita 25. Sasa hiyo na inahitaji uwe unafanya na vipimo kabisa, na maana yake hata hizo dehydration na nini, utapungukiwa maji mwilini, inaweza ikaleta tatizo jingine. Lakini tule vizuri. Vyakula, mlo wetu tunaokula, tule wanasema healthy diet, chakula chenye afya, si ndio? Ambacho kitakuwa hilo ni topiki kubwa na ni pana, si ndio? Kwa tusikilize wataalamu wa chakula na lishe namna gani ya kula vizuri, lakini tuendelee kucontrol sukari yetu. Ni rahisi kupima sukari na kujua una sukari kiasi gani ili kuepuka pressure yetu. Ukiwa na mashine yako unapima vizuri tu, unajua pressure yako ni nini, kwa sababu na yenyewe ni kiashiria kikubwa. Tunywe maji, sema hydration, tunywe maji kwa wingi. Kwa mwanamke ni karibu lita 2.7 kwa siku. Okay. Kwa mwanaume 3.7. Yani sisi tuko juu ya nani? Kwa sababu mwanaume ana misuli. Hivi mwanamke ana misuli? Mwanaume ana misuli ambayo tuna misuli mingi mikubwa kuliko wanawake. Wanawake wana mafuta mengi. Okay. Sawa. Sasa misuli inahitaji maji mengi kuliko mafuta. Umeona, ndio maana sisi tuna point ya kunywa maji mengi lita 3.7 wakati wanawake 2.7. Umeona, huo ndio tofauti wetu uliopo. Lakini tukiweza tu basi tupunguze au kuacha kuvuta sigara. Si ndio? Lakini tujizuie kunywa dawa. Self prescription over the counter, unaenda unanunua tu dawa unakunywa bila ushauri wowote wa daktari, na unakunywa kwa muda mrefu. Lakini tuwe tunafanya health check up. Tufanye check up ya afya zetu kujua na kwenda. Lakini kwa upande wa mahospitalini, wafamasia wafanye kazi yao. Waendelee kuongeza uelewa dhidi ya dawa ambazo zinaweza kupelekea athari ya figo, si ndio? Kwa maana hiyo drug interaction pamoja na drug disease interaction, ili waweze kuwashauri madaktari na kuweza pia kuwashauri wagonjwa juu ya matumizi sahihi ya dawa. Lakini pia wafamasia waendelee kutoa elimu kwa wagonjwa wenyewe, kwa jamii nzima, ambao sasa jamii nzima ni watu wote juu ya matumizi sahihi ya dawa. Lakini pia waendelee kwa famasia kufuatilia wanapokuwa wagonjwa, wanapokuwa hospitalini, kufuatilia madhara yanayowapata, madhara ya dawa, kwa pharmacovigilance. Yani mgonjwa anatumia dawa, imemletea reaction, si ndio? Lazima uwe unafuatilia hivyo vitu kujua dawa gani imemletea mtu tatizo gani. Kwa hiyo ikuwa ni fupi ndio kwa ufupi kabisa tatizo la figo na vihatarishi vyake na nini tukifanye tuweze kuepukana na matatizo haya. Bwana, sawa. Kilichonisikitisha zaidi ni kwamba kwenye zile 8 ambazo daktari amezungumzia, sigara ipo lakini akina energy hawapo, akina pombe kupita kiasi hawapo. Yani imeniuma kweli yani. Kwani kasigara kadogo kapo kwamba ni kasigara ni kahatarishi kuliko lile chupa likubwa la energy. Wale watu wanakunywa na garagara, mtu anakunywa anajikojolea, lakini haijawekwa kwenye hizi 8. Sasa hiyo kasigara kadogo tu kamewekwa, maskini ya Mungu. Hiyo ipo kwenye kula. Hiyo ya mapombe. Tunasema tule kwa afya. Si ndio? Kwa hiyo hata unapokunywa energy drink, hicho ni chakula. Sasa umekunywa pombe, hivyo vyote vinaingia hapo. Kwa hiyo ndio maana naweka kwenye upande ule wa kula. Hapo sawa. Hapo umeridhika. Hapo sawa. Lakini kusmoke ndio maana iko nje. Yenyewe sasa hiyo ni njia nyingine. Kitu kimoja tu hapo. Watu waache. Bwana Dr. Emmanuel, shukrani sana bwana. Asante sana. Na tumefurahi na tunatamani sana kuendelea kuzungumza, sababu kuna mengi ya kutaka kujua, na hasa jamii yetu ya Tanzania. Naamini kwamba ilikuwa ina mengi sana ya kutaka kujua, lakini kwa sababu tunaamini kwamba upo na ukiwa kama katika chama cha wafamasia, tufikishie salamu zetu kwa wafamasia wote, waambie tunawapenda na tunawahitaji, bado tuendelee kuzungumza na nyinyi. Hata mwaka huu kama watu wa kaskazini tumevuta ile kongamano la kitaifa litafanyika mwezi wa 6. Okay. Tarehe 11 mpaka tarehe 13. Hilo la wafamasia. La wafamasia. Okay. Na tunategemea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan awe mgeni rasmi kwenye hili kongamano. Kwa hiyo wafamasia wote maana yake tutakuwa Arusha. Okay.
tutakuja Radio 5 hapa. Karibuni sana. Kipindi hicho kikifika au katika kipindi cha kampeni tutakuja tuone namna gani tunaweza kufikisha ujumbe kwa wafamasia wote. Bwana tunashukuru sana. Bwana sawa, Tony Kaisoi Tuntu anafuata kwenye mishemishe kwa niaba Jora Msumari, Flora, nyuma kamera alikuwepo Linus Dennis, mimi naitwa Nkosonywe.